kama binti, kaka, mama, mpambanaji yeyote, halafu unamtumikia Mungu. Yaani unapambana, unatafuta maisha, unatafuta riziki yako halali, kijana mdogo, mama, bibi, halafu unaimba, yaani unamtumikia Mungu. Kesho uko shambani kwako au kesho uko dukani kwako. Yaani kuna raha fulani hivi. Sio suveve bonupati tatizo vitemula kutemula. Kwenye wanaitaka kaka, mama yangu anasemaga kaka, kwenye kaka haumo. Kwenye lile daftari la jumuiya ndogo ndogo humo. Chukua hiyo. Kule ambako baba yako alizaliwa na wewe pengine ulizaliwa haupo. Yaani tunapata tabu yani. Besa mwani. Unajua kuna watu huwa inatokea vivangu tukabesa mwani. Ujoni ulahe hutanga. Besa yejoni kuna hutanga. Yaani kwani tutazeke kupata kukujua yani. Basi tukikukosa kwenye mpira tukukute kwenye kwaya. Tukikukosa kwenye kwaya tukukute kwenye kinanda. Tukikukosa kwenye kinanda tukukute unapiga takti. Tukikukosa huko tukukute unaimba. Yaani kuna mahali tukuone. Tunakubona bwina hangi. Si wivone apopone sili epo. Halafu natarajia wewe nani kijana wangu wewe nakwambia kuanzia leo. Wewe unapambana sana lakini usali utatoboa. Kitu na kusikila moja nitike, utatika wewe mpaka uzeeke. Huwezi kufanikiwa kwenye dunia leo bila Mungu, labda uwe kwa mchawi. Chagua moja. Ila uli uno kitasulie huo na huu uno kitasulie huo, utatoboaje? Utatoboaje? Chagua moja. Umeamua kunyooka kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu. Kwa sababu hata mchawi hana nguvu mbele ya Mungu. Lakini family is everything. Familia ndio kila kitu. Yaani kitoka Mungu namba moja inakuja familia. Familia kwa maana ya mke wako, mume wako na watoto wako. Wanaume nini? Tutaongea siku nyingine. Tumewaona unakuta mwanaume na mambo mengi, siku akipata tatizo naye hangaika ni mke wake tu. Wala wengine wote anaokunywa nao bia nini na nini hawapo. Tunzeni familia zenu. Hakuna mtu atakuonea huruma kama mke wako au mume wako ukiwa na tatizo. Ukitoka Mwenyezi Mungu. Ndugu atakuja atakuangalia ataondoka. Lakini mume wako au mke wako au mtoto wako atabaki na wewe mpaka dakika za mwisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, na nilikuwa sijui kama Mheshimiwa mbunge viti mama ni mgeni rasmi. Nikaona message nyingi, mbona sikuoni. Mimi nikidhani si tukio la wapi, Dar es Salaam au wapi, kumbe ni hapa. Ndugu zangu, pamoja na barua rasmi niliyopewa ya mwaliko, lakini pia nilipewa na kupuni hii hapa. Lakini niambiwa kutakuwa na kula na kunywa. Kwa hiyo nilishakuwa nayo tayari. Ili nilikuwa nimeshaipanga lazima nishiriki, lakini kwa sababu leo ni Jumapili, matukio yako mengi. Kwa hiyo lazima pite huko, lakini kama nasema lazima nitafika. Kwa hiyo nimefika. Basi kwa sababu ni changizo la uzinduzi kama nilivyoambiwa wa ununuzi wa basi la pili, si ndio? Ndio. Sasa niko vizuri sana vijiji. Ni neema kwa sababu kama mnaliza basi la kwanza mnaanza basi la pili, kwa sababu haya magari kiufupi sio ya kwetu, ila nyinyi mnakuwa ni wamiliki wa ile kadi na gari lenyewe. Lakini na uhalisia unamiliki kadi ndio unaiweka ndani na switch ndio unaiweka ndani, lakini gari linakaa nje, sio? Likikaa nje maana yake la wote. Kwa mnapoleta maana yake ni kwa ajili ya huduma ya jamii ya watu wote. Hata sisi tutalitumia, hata wanaotalingolo bado nao watakuja. Makofi mengi.
mimi nilivyojipanga. Kwa hiyo hapa mimi nimekuja kifamilia, sio kama mwenyekiti wa halmashauri. Makofi mengi kwake. Ninachokisema au kuahidi hapa, wengine watasema halmashauri ndio imeahidi. Nimekuja kifamilia kwa sababu haya ni mambo yetu sote na siku zote, manake wanasema wakati makanisa haya yanaanza kujengwa tulikuwa tunategemea 100% kutoka kwa wazungu Ulaya. Kweli sio kweli? Sasa hivi kumbe wazungu ndio ni sisi wenyewe. Ndio sisi wenyewe kama tulivyo hivi ndio wazungu wenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa tukio hili kama familia, kwa maana kama Mpete Agrovet, sisi tutachangia milioni 1. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na mimi natoa chochote nilicho nacho, lakini hakuna aliyenipiga bao. Mimi natoa keshi milioni 2. Ahadi keshi milioni 9,639,400. Milioni 6,200,000. Jumla milioni 15,889,400.